kwenye mpango huu tulionao kwa mwaka huu, CRDB imetenga kiasi cha shilingi bilioni 3 za Kitanzania ambazo tunalenga kuwapatia wajasiriamali wadogo wadogo wenye mnyororo wa uzalishaji kupitia programu nzima ya SIDO. Malengo yetu ni kuweza kufikia zaidi ya wajasiriamali 300 katika mnyororo huo, lakini hiki ni kwenye kipindi cha miezi mitatu ya mwanzo. Ila tuweze kumaliza mwaka mzima, tumeplani kwamba sio chini ya wajasiriamali 600 ndio tumeweza kuwafikia, na tumeweka utaratibu mzuri wa kutuwezesha sisi kuweza kuwafikia wajasiriamali hao. Kwa makubaliano ya leo ni kwamba kwenye mikoa 26 ambayo tumekutana hapa leo, kila mkoa uweze kuenda kuchakata maombi ya wajasiriamali wadogo wadogo wenye mahitaji ya kuanzia shilingi milioni 7 mpaka milioni 50, na waweze kuiwasilisha ndani ya benki ya CRDB, na CRDB itaweza kutoa fedha hizo kwa kushirikiana na shirika la viwanda vidogo yani SIDO. Mitaji hiyo hasa inalenga kwenye eneo la kuongeza thamani ya mazao pamoja na ununuzi wa mashine. Kwa SIDO na CRDB tuna hayo makubaliano ambapo wateja hupitia SIDO na kuwasilishwa CRDB kwa ajili ya kupatiwa huduma hizo za mikopo. Tumekuwa tuna mahusiano kwa kupitia MOU na wenzetu wa SIDO. Leo tukasema tuweze kukaa kikao cha kimkakati, ambacho kikao hiki tumeweza kuangalia maeneo muhimu ambayo tunazidi kuyaboresha ili kwamba tuweze kuwafikia wakulima wengi lakini na wafanyabiashara wengi zaidi, na ili tuweze kuhakikisha kwamba kwa mahusiano haya ambayo tumeyaweka tumeweza kuleta chachu kubwa, lakini tumeweza kuwafikia wengi zaidi huko waliko. Lakini ni nani sana ambaye anahusika kwenye eneo hilo? Ndugu mjasiriamali, huyu mtu tunayemzungumzia ni mtu ambaye anafanya shughuli za uongezaji thamani wa mazao ya shambani. Kwa hiyo CRDB wana product zao, lakini hii ni special kabisa, tunasema ni maalum kabisa kwa mjasiriamali ambaye anafikiri kwamba anataka kukua na amekwama sehemu. Sasa huu mfuko utamsaidia yeye kuipata fedha hii pasipokuwa na masharti magumu, masharti yaliyorahisishwa na riba rafiki, ambapo ataenda kufanya na kuzoea, mwishowe CRDB benki watamchukua kama mjasiriamali mkubwa. Hii ni fursa kubwa, unaweza kuitumia mjasiriamali.